Bwana, kombe la dunia sasa hivi linaingia katika hatua ile ya robo finali. Goti moja ndiye amesalia kwa faida ya Lionel Messi, ambao wengi wanabashiri kwamba huenda akatetea tena ubingwa walioshinda mwaka 2022, lakini tunasubiri kuona kama hilo litatimia, manake wana kizuizi cha Uswizi. Lakini leo kuna mechi bab kubwa, fungwa kazi kabisa ya robo finali, wakati Morocco, wakilishi wa pekee waliosalia katika bara la Afrika, wakititiga ngoma nzito kweli kweli dhidi ya Mfaransa. Na ameweza kuzungumza waziri wa michezo katika taifa la Morocco. Jana alitoa semi ambazo ziliweza kuzua gumzo zaidi katika mitandao, akisema kwamba hawaitambui bara la Afrika, wao wanapambana kama Morocco. Lakini hii leo bwana, shirikisho la soka nchini Morocco limetoa habari ama taarifa na kuweza kukanusha, wakisema kwamba wanaipambania bara nzima la Afrika. Tunataka kuweza kubaini mbivu na mbichi mechi hii, maana itapigwa saa 5 usiku. Anakosekana mshambulizi Ismail Saibari upande wa kikosi cha Morocco, lakini kikosi kile naangalia kikosi cha Morocco, cha Ufaransa kumradhi, kila mtu yupo salama salmin kabisa, yani yuko timamu, japo na kwamba Michael Olise kadi yake ya njano ambayo walikuwa wamewasilisha chama cha soka Ufaransa kwamba liweze kubatilishwa ama kutolewa, lakini FIFA limekatalia mbali kwamba kadi hiyo ya njano itaendelea. Je, Mbappe ataongoza kikosi chake? Manake hizi ni timu ambazo zimefanya vizuri kweli kweli katika mechi hizi mpaka sasa hivi. Robo finali zingine nimekuambia Argentina dhidi ya Uswizi, England na Norway, mechi nyingine nzito. Kwa hiyo tutakuwa tunatarajia mechi nzito, lakini wewe ubashiri wako unasema kwamba ni nani anapiga hatua katika hizi mechi? Kwa sababu ukiangalia yeyote ambaye amefika katika hatua hii haja kuja kimakosa, haja kuja kinyonge, amekuja akitaka kombe hili la dunia. Nani anabeba? Tupe kwenye comment section. Ni Darubini ya Kipenga, mimi naitwa Kaka JP Junior, ukiwa na mdabaso unaniita John Paul. Coco FM, ladha ya Pwani.